Yesu asifiwe. Kuna jambo ambao mimi yameniumisa na wakati naposoma maandiko yananikosesha amani, kuona gisi leo kanisa tunatembea ndani ya kanisa, lakini hatupendi kutembea gisi mwenendo wa Bwana Yesu anasema. Leo Bwana ametupatia neema, watu wamejaa makanisani, watu wamejua neno la Mungu, watajiri wameingia, lakini kwa sababu ya watu wengi kuwa ndani ya kanisani tumeshindwa kuongea ukweli. Kwa sababu ya watu wengi kuwa ndani, watajiri kuwa ndani ya kanisa, ukweli umevichikana, hatuutoshe wasiwasi kwa kuogopa tusiwapoteze, kwa kuogopa wasinde mbali. Na ndio maana tumepoteza nafsi zao, kwa sababu tumependa kuwafurahisha, lakini hatupendi kuwaonesha ukweli wa ufalme wa mbinguni. Okay, ndani ya Biblia siku moja Yesu akaambia watu, usiuone ufalme wa mbinguni inabidi ukule mwili wangu, ukunywe na damu yangu. Watu wakati waliposikia ile walikimbia wote, ukabakia tu wa mitume peke yake. Na Yesu akamwambia wa mitume, na nyinyi mnangoja nini? Petro akasema kwamba Baba, wewe una fungulo la uzima, wewe una mlango wa uzima, wewe ukweli na haki na njia, tutenda kwa nani pasipo kwako? Maana Yesu alipenda kuwaonesha ukweli, hakuwa na bezo ya wingi wa watu. Wengi walimfuata sababu wa mikate, walikuwa wengi sana. Na kendo na nibidi niwaambie ukweli wa watu. Hakupenda kuwaficha, niwaambie ukweli kwa sababu wajua njia ya kweli sio mikate, njia ya kweli sio pesa wanaleta, njia ya kweli sio chakula wanaleta, njia ya kweli ni uzima wa milele. Akabidi akawafunulia. Sasa waliposikia wakakimbia. Kwa sisi leo tumepoteza nafsi za watu kwa sababu kuogopa watu wasikimbie kanisani, kuogopa watajiri wasichukie kanisa, waache kanisa. Na ndio tumewaficha ukweli, kuonesha ufalme wa mbinguni, kuonesha watubu dhambi zao, kuonesha waache mabaya yuko nafanya. Tunaficha ile kwa sababu tuwafurahishe nafsi zao. Okay, kwa sababu ya kuficha ile konda, na si yote ya ile yote imeangukishwa kichwa watumishi. Ujumbe umekuja kwa watumishi. Yesu anakuja upesi na anahuzunika sana kuona watumishi wengi wameficha ukweli sababu ya vitu vya dunia. Wanakata kuonesha watu reality na kuonesha ukweli. Wanaficha yote. Kumbe Yesu anakuja upesi na yote ambao wameficha, yote ambao ni Bwana atauliza kila mtu. Ndio maana alitia mfano wa talanta. Kila mtu anapatia talanta yake. Zawadi Mungu alikupatia kwa sababu uoneshe watu ukweli, lakini umeificha. Umetia tala yako chini ya kitanda, nuru yako sionekane. Okay, nuru yako ni sababu ya kuangazia watu. Chuvi yako umeifanya imwangike chini. Umeabisha chuvi yako, masemi yako, maneno yako haina tena utamu ili ipatie watu ufalme wa mbinguni. Utamu wenye Mungu anatafuta sio kufurahisha watu, hapana. Utamu Yesu anatafuta ni ufalme, kupatia watu uzima wa milele. Na uzima wa milele ni neno lake. Ndugu yangu, tusiwe watu wa kufurahisha watu, hapana. Tuige ufalme wa Yesu, kwamba alionyesha watu maneno ya haki, wakakimbia. Kwa mwisho walipata neema kusikia, walimrudilia na walimfuata. Tusikoma vile mfalme Herode mwenye alipenda furahishe watu, kuonesha kwamba wakati Petro malaika alipomtosha ndani ya prison, akaonesha watu kwamba ni shetu tutawatafuta, tutawatundika. Akafurahisha watu, wasema kweli Herode umesema maneno kama vile Mungu akafanya mwili yake kaoza pale, mkaja toka na vidudu ndani yake na kujipalula na kusikuna. Chamana sana tusiwe kama vile Herode kufurahisha watu, lakini tuwe kama vile watumishi, kama vile wa Paulo, wa Stefano, walipigwa na mawe lakini wanasema ukweli. Yesu anakuja upesi. Angalia nafsi yako mtumishi, sema ukweli ndani ya kanisa. Usipende vitu vya dunia wala sadaka bwana ndio kwa madhabahu, usifunge macho, lakini ongea ukweli. Acha Mungu abariki wote ambao wanasikia na Mungu awatendee neema. Asante.